Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limetoa taarifa ya kupatikana kwa kichwa cha aliyekuwa mwanafunzi wa chuo cha usimamizi wa fedha James Temba. Mwili wa Temba ulikutwa Aprili 30 ya mwaka huu 2026 katika mto Msimbazi ukiwa hauna kichwa. Baadaye jeshi la polisi kupitia kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro walitoa taarifa sambamba na familia kupumzisha mwili wa Temba mkoani Kilimanjaro. Hii leo kamanda wa kanda maalum Muliro amezungumza na vyombo vya habari juu ya kupatikana kwa kichwa hicho, huku akisema kwamba waliohusika ni wakina nani na kimepatikana maeneo gani. Mimi naitwa Mikandaba na hizi ni ripoti zaidi. Baada ya upelelezi wa kina, na nikisema upelelezi wa kina ninamaanisha upelelezi wa kitaalamu ambao unahusisha pia mamlaka zingine za kisayansi. Kwa hiyo baada ya upelelezi wa kina kufanyika, sehemu ya kichwa kilichokosekana katika kiwiliwili cha mwili wa James Rogers Temba kimepatikana. Kimepatikana huko eneo la Kitunda Kibeberu katika wilaya ya Ilala jijini Dar es Salaam. Sehemu ya kichwa hiki kimekutwa kikiwa kimefukiwa ardhini na waliotekeleza uhalifu ule. Jumla ya watuhumiwa 5 wanashikiliwa, akiwemo mtu mwingine ukiacha wale ambao niliwapa taarifa zake tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu. Leo tarehe 13 ameongezeka mtuhumiwa mwingine ambaye amefahamika kwa jina la Saidi Ali au maarufu kama Side. Huyu ni Mzigua mwenye umri wa miaka 31 ambaye ni mganga wa kienyeji ambaye anakaa eneo hilo la Kibeberu, Kitunda, Ilala hapa jijini Dar es Salaam. Taratibu za kisheria zinakamilishwa ili mamlaka zingine za kisheria ziweze kuendelea na hatua zingine za kisheria. Polisi Dar es Salaam inaendelea kulani, narudia, polisi Dar es Salaam inaendelea kulani watuhumiwa waliotekeleza tukio hili baya na la kusikitisha, na litaendelea kufuatilia kwa karibu shauri hili na mengine ili kuona haki inatendeka dhidi ya watuhumiwa waliotenda tukio hili kubwa na baya kama nilivyolieleza. Umesema dhamira ni nini? Kiangalia mfumo, mtu kukata kichwa, wewe unafikiri dhamira ni nini? Alafu unaambiwa ni mganga wa kienyeji. Unaona muunganiko wa masuala ya kishirikina. Unachukua kichwa ili iweje? Kwa kutaka nini? Halafu mganga wa kienyeji. Unauona ushirikina. Lakini umetokea wapi? Unakiona kisa kilipoanzia kule, vijana na nini. Hatutaki kuongea mambo mengi. Huku unaona ushirikina, huku unaona mapenzi. Sasa sio vitu vya kufanyia mzaha au kudharau watu wanapotoa taarifa. Watu wanakufa kwa ushirikina, watu wanakufa kwa mambo ya mapenzi, watu wanaondoa uhai kwa mambo ya mapenzi, watu wanatoa uhai kwa mambo ya kishirikina. Kwa hiyo ni mambo mabaya ambayo jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linakemea vikali, na tuendelee kuchukua tahadhari na aina ya watu hawa wakati wa utekelezaji wa majukumu yetu ya kiuchumi au ya kijamii. Kwa kifupi sana, na kwa kuchukua tahadhari za mwenendo wa shauri hili, nafikiri napaswa kusema hayo niliyoyasema.